Kwa mfumo huu wa CCM, watoto wetu sisi masikini wanaandaliwa kuwa watawaliwa, watoto wao watawatawala. Wenyewe wanajiandaa wao na watoto wao, lakini wakati huo huo wanawaandaa watoto wetu kuwa watumwa wa watoto wao. Wewe mtoto wa Mwigulu mdogo tuchipukiza na mabodyguard kavimba mashavu kuliko mimi. Na ana sindikizo la mijitu wa CCM imekaa pembeni hivi. Kasha na kesha kutwa mbunge yule anamlisi baba yake Iramba. Mtoto wako mpiga kura. Ndio maana utaona hata tuvyeo twa uchipukizi, tujitu vyeo gani wanajaza watoto wao. Watoto wetu bakukoma kene kakalulu, tunawaambia katumu simaliki. Wenzetu wameamua haya ndio yawe maisha yetu. Tukionana watu wa Tabata tuitwe wapiga kura, watu wa Masaki waitwe viongozi. Tukionana watu wa Ubungo waitwe wapiga kura, watu wa Masaki viongozi. Wao na watoto wao wanagawana keki ya nchi. Na wanajua kwa wananchi wapate uhalali. Njia pekee wameenda kuharibu mfumo wa uchaguzi. Ili baadhi ya familia za watu wachache sibaki madarakani, familia yangu na familia yako ikose matumaini, tuwe ni tabaka la watawaliwa. Ndio maana kila mahali majina yanaanza kujirudia, wanaochaguliwa na kuteuana ni wale wale. Tunataka mfumo wa uchaguzi ambao mtoto wa masikini asiye na jina wa chama chochote akisimama awe na uwezo wa kushinda. Bila kujali mama yake hajawahi kuwa TANU, hajawahi kuwa CCM, hajawahi kuwa kiongozi wa serikali. Sehemu yenye demokrasia. Mtoto wa muuza gongo anakuwa kiongozi. Mtoto wa machinga anakuwa kiongozi. Mtoto wa bodaboda anakuwa kiongozi. Ndio mfumo huru wa uchaguzi unaopiganiwa. Sio kwa ajili ya wachache. Tunataka katiba isiyokuwa na macho, inayotoa usawa kwa watu wote, mfalme na mtumwa wote wawe sawa katika nchi yao. Hatuna katiba ya namna hiyo. Uduni wa maisha, mazingira, mfumo tunatengenezewa. Kiongozi gani wa CCM anamleta mtoto wake shule za kata asome na wakwetu, ili tuone hao wakwetu wana matatizo, wanakuwa panyarodi, lakini mtoto wa waziri wa fedha wa Mwigulu hajawa panyarodi na amesoma shule ya msingi Tabata. Tupate mifano sahihi, tusiwaonee watoto wetu. Watoto wao hawaendeshi bodaboda, watoto wao hawahemei chakula kwa siku, wameiba mabilions na mamillions, wanakuletea change wewe ambayo ikutoshi hata breakfast, unaropoka ujinga kwenye vyombo vya habari. Wewe maisha yametabika. Baba unakaa chumba kimoja, mtoto anakuwa mkubwa na una watoto wawili. Dar es Salaam imefika stage, Mheshimiwa Rema, mzazi anamuomba mtoto wake akalale kwa jirani, ndani huku nafasi hakuna, na amekuwa mkubwa. Kweli uongo? Siku ya mwisho mtoto anaharibika, anaanza uchangudoa, anavuta bangi, mzazi hujui. Uwezo wa kumudu maisha, upate chumba cha wazazi, sebule na cha watoto, haupo. Ukifa wewe leo, ndio watoto wako wamefia hapo hapo, kwa sababu una akiba unaoweka ya uzeeni, una bima inayolinda maisha yako, una uwekezaji unaoweka, ni unatafuta 2000 ule. Lakini mfumo wetu wa maisha wa CCM ndio umetufanya tuwe hivyo. Kuwa na wabunge wanaochaguliwa na wananchi ni kuwa na mbunge anayejiamini kwamba nguvu yangu ni wananchi, sio serikali, sio spika, sio chama, na wasemea wananchi matatizo yao. Nikiongea hakuna wa kunigusa. Bunge letu la sasa sio huru. Kila mbunge akiingia bungeni anatekwa na vyama, anasizi kuwa mbunge wa wapiga kura. Kile anachofanya ni kile tu chama chake kinachotaka, na sio wapiga kura wanachotaka kwenye jimbo. Mpaka chama cha siasa kinaamini kinamiliki mbunge. Kwani wabunge wa CCM hawajui kama kuna watu wanapotea? Juzi mkoa wa Mara tumesikia mjumbe wa mkutano mkuu wa CCM amepotea. Kuna mbunge gani hata wa CCM amenyanyua mkono kusema bungeni aulize CCM mwenzao yuko wapi? Wao wanakwenda mbele kupitisha sheria mpaka kuanza kulipa wenzi wa viongozi. Ukimuuliza wewe mwenzi wa kiongozi alifanya nini, huwezi kuelewa kwa taifa hili. Marekani mara ya mwisho mambo ya kujadili tume ya uchaguzi, haki ya kuchagua na kuchaguliwa, ilikuwa ni mwaka 1967. Senata wa kwanza mweusi alichaguliwa jimbo la Massachusetts. Sisi watu weusi leo 2025 ndio tunajadili tume
Sisi tunaotaka marekebisho ya katiba sio kwa sababu binafsi, ni kwa sababu tunataka kila taasisi ya umma ifanye kazi yake. Mbunge afanye kazi za nini? Za kibunge. Bunge liisimamie serikali.